ya ugonjwa wake, kwa sababu kulikuwa kuna option mbili, atibiwe kwa kufanyiwa operation ama atibiwe kawaida. Kwa hiyo bado sijapokea hiyo taarifa kutoka kwa jopo la madaktari wetu. Nikishapokea taarifa hiyo nitakuja kuwajuza wanasimba. Lakini kwa tuendelea vile vile kukosa huduma ya Abdulrazak Hamza, ambaye huyu yeye ni mpaka mwezi ujao, mwezi wa 12 atakuwa tayari kurejea katika uwanja. Lakini wengine wote waliosalia wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mohamed Bajaber anaendelea kuimarika siku hadi siku, anaendelea kuwa fiti, na kwa mujibu wa matabibu wetu wanasema kwamba kwa sasa amefikia kiwango kizuri cha utimamu cha kuweza kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Kwa paliko baki ni mwalimu kuona je fitness aliyokuwa nayo dhidi ya fitness ya wachezaji wenzie, kama anaweza kwenda kumtumia katika mechi mbalimbali ambazo ziko mbele yetu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kufurahisha, na sisi kama wanasimba tunamuombea kila laheri aweze kurejea. Tunatamani kwa mara ya kwanza tumuone Mohamed Bajaber akitumikia timu yake pendwa akiwa na jezi yetu ya Simba Sports Club, jezi ya mechi. Maana jezi za mazoezi ameshavaa za kutosha, jezi ya mechi tumuone kwa mara ya kwanza, tufurahie usajili ambao tumeufanya. Yote kwa yote, focus yetu kubwa tumeielekeza katika mchezo wetu ujao wa ligi kuu ya NBC dhidi ya JKT Tanzania. Ni moja kati ya mechi ngumu sana tunakwenda kucheza. Kimsingi kwanza tulikuwa na ratiba fulani hivi, ratiba ngumu kweli kweli, ya kupita kwenye misumali ya moto. Tulikuwa tuna TRA, tuna Azam FC, tunakuja kwenye vita dhidi ya JKT Tanzania. Bwana, huyo ni Ahmed Ali, na nikukumbushe kwamba unaungana nasi tu kwa mubashara pia kupitia Channel 10. Kwa hivyo una nafasi pia ya kutuandikia kupitia kwenye kurasa zetu zile pia za Channel 10. Kila kitu kitakuwa bomba kabisa pale, na unatuangalia pia mubashara kwa sasa. Bwana, hao ni Simba, lakini kwa upande wa wenyeji ambao ni JKT Tanzania, tuungane hapa na Masau Bwire, yetu msikilize anazungumza nini kuelekea kwenye mechi hiyo ya kesho. Lakini tamanio lao wao ni kwenda kuwatembezea kichapo cha kizalendo wekundu wa Msimbazi, na wanaamini kwamba inawezekana vizuri tu, ili kuonesha kwamba sisi ni bora, na kweli ni bora. Hawa watu lazima wachapwe. Mechi hii ambayo inachezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, tunahitaji iwe njia ya kuonesha kule tunakotaka kwenda, kwamba ubingwa tunahitaji kucheza mashindano ya kafu. Na wao wanaona wivu, yani nyewe wanaume mpo, wanawake wanazunguka tu, wanapanda ndege wanazunguka Afrika, ninyi mpo tumekaa. Hilo sasa sisi tunasema basi. Kwa hiyo tarehe 8 Jumamosi, Meja Jenerali Isamuhyo, kichapo cha kizalendo hakitakwepeka. Kichapo cha kizalendo hakitakwepeka. Huyo ni Masau Bwire, afisa habari wa klabu ya JKT Tanzania. Bwana, tumesikiliza hapo tambo kuelekea kwenye mechi za kesho. Tumemsikiliza Hussein Masanza na Singida Black Stars yake, tumemsikiliza Ahmed Ali na Simba yake, lakini pia tumemsikiliza hapo Masau Bwire pia kuelekea kwenye mechi hiyo. Mara baada ya kushuhudia kidogo rapsha hapa katikati na kupisha zoezi la uchaguzi, timu zimerejea kwenye maandalizi. Kesho ligi kuu soka Tanzania bara inaendelea, na ni hatua ya mechi mbili. Kipute hicho cha mapema kitakuwa majira ya saa 10 katika uwanja wa CCM Kirumba. Ni Dimitar Pantev, ni vita kati ya Miguel Gamondi dhidi ya kocha Francis Baraza. Ni moja kati ya mechi ngumu ukizungumza kwa kutazama pengine kiufundi, lakini kama unapenda kuangalia majina, unapenda kuangalia power, utasema basi mechi imeshamalizika hiyo. Nini hasa tukitaraji kwenye mechi hii? Nikianza kwako Lomanus Limo, kwa kuwatazama Pamba Jiji muendelezo wao, na kuwatazama pia Singida Black Stars muendelezo wao, kuanzia kwenye Interclub Tournament mpaka kwenye ligi kuu. Nadhani ni mechi ngumu sana kwa timu zote mbili, lakini zaidi kwamba hii ni vita experience na exposure kati ya mwalimu raia wa Kenya kama ulivyosema Juma, Francis Baraza dhidi ya Miguel Angel Gamondi raia wa Argentina. Kwa unaona kabisa ni walimu ambao wanaifahamu ligi ya Tanzania bara, na kila mtu alipopita alikuwa na quality yake. Ukimsema Baraza
alianza Biashara akawa na ubora, Prisons akawa na ubora, leo amekwenda Pamba Jiji. Siku zote hizi ndo safari bora Juma. Safari hizi zinataka kila wakati uchange karata vizuri, umheshimu mpinzani. Ukiangalia thamani ya ligi ya NBC au ligi yote kubwa duniani inapimwa na nini? Ni mwalimu kutengeneza timu bora kila wakati. Ndio. Na sio bora tu, kutengeneza mpango kazi wa mchezo. Utaongelea Gamondi, kashaonyesha na nini, kathibitisha kama ni top proven coach ngazi ya club wise, akicheza pale Dar es Salaam Africans, akitengeneza players kila wakati. Na leo hii sasa anakwenda Singida akiwa tayari ana rekodi na yuko pale Singida kama head coach. Kama mwalimu anapewa timu anaipa ubingwa wa Sekafa Afrika Mashariki na Kati, ni starting point yake. Kwa unaona kabisa kwamba marathon imerudi kwa timu zote. Na mimi nitaongea hapa zaidi Juma. Siku zote ligi kuu ni ligi kuu. Kwa sababu gani ligi kuu? Kila mtu anaingia pale anataka challenge, aonyeshe ana nini. Katika misingi mitano ya mpira, kumheshimu mpinzani, mpango bora wa mchezo, mbinu endelevu, ufundi imara. Na ya mwisho nini? Wachezaji kwenda kutekeleza majukumu ya kocha. Utaongelea mengi. Kama nilivyosema mwanzo Juma, hii ni safari ambayo inataka uchange karata mapema. Kwa sababu ligi inavyofikia katikati inachanganya, teams zinachanganya, players wanachanganya, makoches wanachanganya. Kwa hiyo utaongelea mengi tu. La msingi ni nini? Angalia mechi zote Juma za leo, za kesho na kesho kutwa. Ni ngumu. Pamba, Singida Black Stars. Angalia aina ya opponent, aina ya coaches, aina ya wachezaji, aina ya mechi, aina ya ligi. Ligi kuu siku zote ni kipimo cha walimu wote bora ambao wanakwenda kuonyesha thamani, heshima na hadhi. Anaipataje hiyo hadhi na heshima? Ni kwenda kumzidi mpinzani wako mbinu bora. Kwa hiyo utakwenda kuona ni Juma, engo ya kwanza ya msingi, uwezo wa wachezaji kuamua mechi. Ndio. Engo ya pili ya msingi ni nini? Kuziheshimu dakika 90 za mechi. Utaongelea Gamondi, Francis Baraza, Dimitri Pantev, Ahmad Ali. Wanakutana watu wa aina gani? Ni coaches ambao wapo katika top flight league. Ligi ya NBC ndo ligi kubwa Tanzania. Ukienda katika shirikisho la mpira wa Tanzania, ukiacha NBC Championship, angalia hizi face Juma. Ndio. Ligi ya chini, ligi ya kati, ligi ya juu. Kama nilivyosema mwanzo, Mwalimu Baraza ana experience ya ligi ya Tanzania. Mwalimu Gamondi ana experience ya ligi ya Tanzania. Mwalimu Baraza ana exposure ya ligi ya Tanzania. Mwalimu Gamondi pia ana exposure ya ligi ya Tanzania. Anayekwenda kushinda mechi nani? Ni yule ambaye atatumia faida mbili za mpinzani. Madhaifu au kisoka tunasema weakness. Ni kiasi gani kwamba Francis Baraza ataiandaa timu yake ambayo ina ubora wapi na weakness wapi. Kama atakuwa na weakness kwenye midfield, kwa aina midfielders wa Singida Black Stars, wakina Khalid Aucho wako pale, anacheza kama leader, akiwaelekeza wenzake kucheza, akifanya kazi tatu: interceptions, blocking, harassment. Okay. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba vita ya Singida ni maeneo makuu matatu. Kwanza vita ya makocha Gamondi na Baraza. Kama nilivyosema, hizo pointi ni nyingi na unaweza kusema kwamba zinawatosha kwa idadi ya mechi ambazo wamecheza. Na Singida unaweza kusema pia kwamba ni mechi ambazo alama walizonazo na timu ambayo wako nayo zinawatosha kwa daraja ambalo wachezaji ambao wako nao. So nafikiri hoja kuu hapo itaanguka kwenye gap lililopo baina ya timu hizi, baina ya timu zilizopo kwenye ligi. Kuna gap kubwa baina ya timu the so-called timu za daraja la kati na hizo timu nyingine. Ndio maana kuna timu zimecheza mechi karibia 7 lakini hazijafikisha hata alama 8.
Sports Club. Timu yoyote kwenye ligi ikiwa inakutana na Simba kikosi hiki watalia sana. Simba inaweza isipoteze mechi hata moja kwenye ligi. Chukueni hii SMS na mjitunze Juma na jopo. Kwa sawa, huyu ni Alois Petro kutoka Kimara Saranga pale. Anasema mimi naamini msimu huu Simba tunachukua kombe la ligi kuu na bingwa. Anaitwa au mwenye mkuu Rodi yupo na fiskali yake. Upendo Alex Mlonga wa Vingunguti Kiembe Mbuzi anasema tunasikiliza Sports Machine. Sawa. Madenge wa Igoma Mbeya, yes ligi kuu imerejea. Simba tunaanza tulipoishia, ubaya ubwera hadi ubingwa, anasema hivyo. Wakati anaitwa Saidi Mrangi yupo Mbande, anatakia ushindi timu yake ya Simba bao 3-0 hapo kesho. Magic tuko pamoja. Asante pia kwa kuendelea kubaki nasi. Huyu naye anasema assalamu alaikum. Anatoka Kelema Chemba, anaitakia Simba ushindi. Sawa. Juma vipi hapo mjengoni? Kwema. Naomba Pelembo anitajie timu ambayo Simba kutana naye kwenye kundi lake. Batimoyo kutoka Moba, mechi ya kwanza ya makundi ya ligi ya mabingwa. Okay. Sawa, utakuja kukuambia. Anaitwa Yusuf, anaitakia Simba ushindi wa mabao 3-0 hapo kesho. Asante pia. Ramadhani Kinjunga, huyu ni mtaalamu wa kanga chips yai bila flampena, anapatikana mahakama ya mwanzo pale Mbagala. Anasema kaka, naomba mashabiki, wanachama na wadau na viongozi wa timu yetu ya Yanga tushikamane, tushikilie na tuwe na umoja kwa kila hatua. Asante sana Ramadhani Kinjunga kwa kusema hivyo. Anaitwa Cosmo Fundi wana Chingwea na Ngondo, anasema kaka iwe yao kwasi. Anasema hivi kaka, je, yao kwasi atatumika kwa mechi za klabu bingwa msimu huu? Kama akirejea mapema hayuko kwenye listi. Bado nje lile ameanza kurejea na dirisha linafunguliwa la dharura lile la kuongeza wachezaji kwenye hatua ya kwanza. I don't know kama liko wazi au kama litakuwa wazi hivi karibuni. Lakini wao Young Africans walikiri kwamba hakuwa sehemu yao. Okay. Sawa. Asante bwana kwa kuendelea kututegea sikio na shukrani kwa wote ambao mliandika ujumbe wenu. Nitakuja kupitia mwingine mtakapoandika. Kwa sasa nimejaribiwa kwa kupitia hizo chache tu. Bwana, klabu ya JKT Queens imewasili salama pale nchini Misri. Tuwape tu hiyo taarifa na wako tayari kwa ajili ya kwenda kusaka umalkia wa mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Bwana, kwa sasa tukatazame ya kile ya kimataifa asubuhi hii ya leo na tukaangazia kile ambacho kimejiri. Jana tunafahamu kwamba ilikuwa ni shughuli kweli kweli katika viwanja mbalimbali kule barani Ulaya. Michezo ya Europa League na Conference League pia games zilikuwa ni nyingi mno, zilikuwa zimepigwa ambazo watu wengi walikuwa wanazifuatilia. Nimeona klabu ya Real Betis wakiibuka na ushindi wa mabao 2-0 pale Benito Villamarín. Anthony bado ameendelea kuwa mchezaji muhimu. AS Roma jana wamewachapa Rangers mabao 2-0, wakati PAOK wamewachapa Young Boys magoli 4-0. Ludogorets jana mpokea kichapo cha magoli 3-1. Braha amechapwa na Genk, wakati Aston Villa wameendeleza ushindi wao jana mara baada ya kuwafunga Maccabi Tel Aviv. Mechi nyingine ambayo niliona pia ilikuwa ni nzuri, watu wengi walikuwa wanifuatilia, ni mechi kati ya FC Utrecht dhidi ya FC Porto, wakati FC Basel wenyewe waliwachapa Stuttgart Bucharest mabao 3-1. Dinamo Zagreb amechezea kichapo akiwa nyumbani kwake dhidi ya Celta Vigo. Kwa hiyo mechi zilikuwa ni nyingi. Kwenye upande wa Conference League huko pia nako kulikuwa na shughuli. Mechi ambayo pia nilikuwa nimeiona pia ileta kidogo matokeo ya kushangaza ni Mainz 05 dhidi ya Fiorentina mabao 2-1. Shakhtar Donetsk wakachapa Bredlach mabao 2-0. Mechi zilikuwa ni nyingi kweli kweli kwa namna ambavyo zilikuwa zinaendelea. Tunafahamu huku zeti mkubwa sana hazipo huku, hazijadondokea huku wanachoana wenyewe kwenye, lakini kipute hakikuwa cha kitoto. Hiyo ni kwa upande wa ligi ya Europa na
Conference League ambayo imekuwa ikiendelea kwa siku za hivi karibuni. Bwana, kwa mechi za ligi mbalimbali leo zinarejea kama kawaida. Kutakuwa na game ambazo zitakazokuwa zinapigwa, na kuna mechi ambazo zinapigwa pale nchini Uhispania. Kwenye La Liga pale ni Elche dhidi ya Sociedad, lakini pale kwenye German Bundesliga ni Werder Bremen dhidi ya Wolfsburg. Pisa kwenye Italy hiyo, Italia Serie A watakuwa wakipiga dhidi ya Cremonese. Sociedad msimu huu hawajaanza vizuri sana na hawako kwenye ubora mkubwa sana, lakini sofa watu wanataraji kwenda kuona mambo mengi. Kesho pale nchini Uingereza kutakuwa na shughuli ngumu kweli kweli. Tottenham Hotspur watakuwa na kibarua dhidi ya Manchester United, na hapa ndipo ambapo wanapotaka kwenda kuona watu, je, ule muendelezo wa Manchester United yapo hapa kidogo katikati wali struggle, lakini mechi 3 mfululizo walipata matokeo, wakatoka waliko wakasogea juu, na sasa wanalingana alama na Chelsea katika msimamo wa ligi. Krifu, ni mechi ya namna gani kesho? Na kwenye joto la kuzungumza, tayari imeshakuwa tena game ngumu tofauti na kidogo misimu mitatu ama msimu uliopita, maana kidogo ukiwatazama United na Tottenham kama walikuwa wako sawa hivi kwenye mienendo yao kwenye ligi. Nafikiri ni mechi ngumu kwa sababu kwenye kushuka kwao wote wameshuka kwa pamoja, so kuna sehemu hawajapishana sana, lakini kiuchezaji nafikiri ni Spurs ambao wanaweza akawa wako juu kidogo United, lakini bado ni United ambayo performance ambayo imeonyesha kwenye almost mechi 5 zilizopita inaonyesha kwamba kuna kitu wanaweza wakaenda kukifanya, lakini still inaweza kwenda kuwa changamoto hasa dhidi ya timu kama Tottenham. United wakiwa wanacheza kuna namna wakifanikiwa kuvuka mstari wa katikati wanaweza wakakudhuru, lakini kama ukiweza kuwa press high na kuwazuia vizuri kwenye eneo lao, kuna sehemu unaweza ukapata kitu, na hiyo ni kwa sababu ya structure ambayo wanaitumia kucheza. Wao wanacheza na walinzi watatu nyuma, maana yake ni kwamba wakiwa wanajenga mashambulizi wao, kuna nyakati kiungo mmoja wapo kati ya wale wawili anaweza akashuka, au kuna nyakati anaweza asishuke na ikawa tu ni goalkeeper pamoja na walinzi wake wanatengeneza mashambulizi. Spurs ni timu ambayo wakiwa wanazuia kwenye mstari wa juu, na yani kitu ambacho hawajakiapply kwenye mechi nyingi sana, lakini kwenye mechi kama ya kesho dhidi ya United wanaweza wakaitumia hiyo kitu, kwa sababu United wanapokuwa wanaanzisha mashambulizi, sehemu ambayo wamekuwa naacha nafasi kubwa ni kwenye eneo ambalo wanapaswa kuunganisha kati ya eneo lao la ulinzi na eneo lao la kiungo, na hiyo si kwa bahati mbaya, ni kutokana na makeup ya eneo lao la kiungo. Bruno ambaye amekuwa anacheza kwenye wale viungo wawili yupo comfortable akiwa na mpira, lakini kuna sehemu ulikuwa unahitaji mtu mwingine ambaye anaweza akakuofa kitu, hasa kupokea mpira under pressure. Sababu Spurs timu yao inapozuia wachezaji wao wengi wapo very comfortable kushambulia kwa haraka sana, na hiyo ni kutokana na setup ambayo kocha wao ameiweka. Hatari yao nyingine nafikiri ni kwenye mipira ya kutenga, kwenye set piece ambayo wamekuwa wanaitumia vizuri, lakini bado ni United ambao na wenyewe kwenye michezo iliyopita wameonekana kufanya vizuri. Spurs kwa sababu wamekuwa wanatumia zaidi fullbacks wao kwenda kushambulia, kuna sehemu unaona nafasi ya mtu kama Amad Diallo ambaye amekuwa anatumika kama wingback kwa upande wa kulia amekuwa anafanya vizuri kwenye michezo almost 4 iliyopita, na kuelekea kwenye huo mchezo atafanya nini. Overall nafikiri ni mechi ambayo inaweza ikatoa magoli, kwa sababu Spurs kufunga ijawa tatizo sana kwao, licha kwamba kuna nyakati wamekuwa na concede pia na wenyewe magoli, bado ni kocha ambaye anapambana kutafuta setup nzuri kwenye eneo la ulinzi ya timu yake. Lakini nadhani ni mechi ambayo inazikutanisha timu mbili ambazo hakuna tofauti kubwa sana baina yao, licha kwamba kuna mmoja anaonekana kuwa juu kidogo ya mwenzake, lakini bado na ina mechi ambayo kwa United pengine inaweza ikawa ni sehemu nyingine ya kuendelea kuonyesha namna gani ambavyo wame improve kwenye performance yao. Okay. Pelembo bwana, kesho pia kwenye dimba maarufu miaka ya nyuma, Stadium of Light